Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu, Mola yasema, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma ili upate kuelewa. Ni vyema sana kujifunza neno la Mungu kuliko kuwa mshabiki wa mpira, kuliko kuwa mshabiki wa vichekesho, kuliko kufanya vitu ambavyo havina uzima wa milele. Leo tutajifunza siri 4 za Yesu Kristo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 28. Tutaanza na siri ya kwanza. Paulo akiwa katika kisiwa cha Malta. Tulipokwisha kuokoka, ndipo tulipojua ya kuwa kisiwa kile chaitwa Malta. Wenyeji wakatufanyia fadhili zisizokuwa za kawaida, kwa maana waliwasha moto wakatukaribisha sote, kwa sababu ya mvua iliyonyesha na kwa sababu ya baridi. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto, akamzonga mkononi. Wenyeji walipomwona yule nyoka akilewalewa mkononi, wakaambiana, hakosi mtu huyu ni muuaji, ambaye ijapokuwa ameokoka katika bahari, haki haimwachi kuishi. Lakini yeye akumtukusia motoni, asipate madhara. Wao wakazani ya kuwa atavimba au kukauka chini kwa kufa ghafla, na wakiisha kumwangalia sana na kuona kwamba halimpati zala lolote, wakageuka wakasema kwamba yeye ni Mungu. Karibu na mahali pale palikuwa na mashamba ya mkuu wa kisiwa, jina lake Publio. Mtu huyu akatukaribisha kwa moyo wa urafiki, akatufanya wageni wake kwa muda wa siku 3. Ikawa babake Publio alikuwa hawezi homa na kuhara damu. Paulo akaingia kwake, akaomba, akaweka mikono yake juu yake na kumpoza. Yalipokwisha kutendeka hayo, wengine waliokuwa na wagonjwa katika kisiwa wakaja, wakapozwa, nao wakatuheshimu kwa heshima nyingi. Basi tulipoabili, wakatubaria vitu vile tulivyokuwa na haja navyo. Nini tunafundishwa hapa? Tunavyofundishwa hapa, Paulo alikuwa anatembea na Yesu Kristo, lakini pia alijinyenyekeza sana. Uone moto wakati anaomba, nyoka akaja kumjaribu, nyoka akamzonga, wala hakufanya lolote, kuonyesha kwamba Paulo aliyaacha ili wajue kwamba kuna Mungu anayepaswa kuabudiwa. Mungu akikupeleka mahala popote, lazima ukafanye kazi yake. Kila sehemu pametapakaa watu wanaotakiwa kuokolewa. Ukienda shuleni, kama wewe ni mtumishi wa serikali, mwalimu, unaweza ukatengeneza watoto wazuri wanaomcha Mungu kwa roho na kweli. Ukiwa ni mfanyabiashara katika masoko, unaweza ukatenga dakika 5 za kuwatangazia watu habari njema, aidha kwa kuhubiri katika Injili au kwa kuweka nyimbo za ibada, masaa yote zikawa zinawaingia katika roho zao. Ukiwa ni mtu mfugaji, unaweza ukatumika katika kuelekeza watu unaochunga nao ili upate kuwaponya. Huu wakati tulionao ni wakati wa kutenda kazi kwa juhudi. Kwa hiyo watu wanaotakiwa kuokolewa ni wenye dhambi. Ndiyo maana Yesu Kristo wakati anakula na watenda dhambi, walipomwendea Mafarisayo wakaanza kusema unakula na wenye dhambi, akasema sikuja kwa watu wema bali wenye dhambi. Ndiyo wakati tulionao, wakati wa toba na neema, ni wakati wa kuhubiri Injili pasipo kusubiri siku ya ibada. Popote pale ukimwokoa mtu mmoja, mbingu zinafanya sherehe. Ndicho jambo la kujifunza. Ndiyo maana Yesu Kristo alisema,
Mtu anapokuwa na kondoo 100, kondoo mmoja anapopotea, anawacha wale 99, anamfukuzia yule kondoo mmoja, na anapompata, sherehe inafanyika mbinguni. Ndivyo tunavyokaza mwendo. Tunakaza mwendo kwa nguvu nyingi na ujasiri mkubwa, tukijua tutaokoa watu wengi sana katika nyakati hizi, ili mbingu na nchi ijae kwa utukufu wa Mungu, tukifurahia utukufu ambao tuliahidiwa toka mwanzo na Baba yetu Mungu mkuu. Amepewa mamlaka ya kutawala dunia na mbingu, ni Yesu Kristo. Siri ya pili, Paulo afika Rumi. Baada ya miezi 3 tukafika katika merikebu ya Iskanderia iliyokuwa imekaa pale kisiwani wakati wa baridi, na alama yake ni ndugu pacha. Tukafika Silakusa, tukakaa siku 3. Kutoka huko tukazunguka tukafika Regio. Baada ya siku moja upepo wa Kusi ukavuma, na siku ya pili tukawasili Puteoli. Huko tukakaa, ndugu wakatusihi tukae nao siku 7, na hivi tukafika Rumi. Na kutoka huko ndugu waliposikia habari zetu, wakaja kutulaki mpaka soko la Apio na migahawa 3. Paulo alipowaona alimshukuru Mungu akachangamka. Tulipoingia Rumi, Paulo alipewa ruhusa kukaa kwake mwenyewe pamoja na askari aliyemlinda. Nini tunachofundishwa hapa? Paulo alikuwa na mamlaka ndani yake. Paulo alikuwa na mamlaka inatembea naye, inayotoka kwenye kiti cha enzi, ambayo uwezo ukaiona kwa macho ya nyama. Ndiyo maana Paulo alikuwa kama mfalme. Kwa namna jinsi walivyomshtaki, bado alibidi wamfuate jinsi anavyotaka. Hapa amepewa kibali, akaenda na askari kwake vizuri kabisa. Huyo ni Mungu. Ndivyo alivyo Yesu Kristo, kudhihirisha kwamba huyo askari alikamatwa fikira, mkuu wa gereza alikamatwa fikira, Paulo akawa mfalme, analindwa bila kujua, watu akawa wanamlinda, kudhihirisha Mungu akisema jambo lazima liwe ndio. Kwa hiyo hapa alikuwa anadhibitisha Mungu ambaye ni Yesu Kristo, ukuu wake na mamlaka yake, ili watu wapate kumwamini Yesu. Maana kufungwa kwa Paulo ni kwa sababu ya kushuhudia matendo makuu ya Yesu Kristo ambaye alikuja ulimwenguni, na mpaka sasa bado anaendelea kushuhudia matendo makuu kupitia watu mbalimbali, nikiwemo na mimi. Siri ya 3, Paulo na wakuu wa Wayahudi wakiwa Rumi. Ikawa baada ya siku 3 akawaita wakuu wa Wayahudi wakutane. Hata walipokutanika akawaambia, ndugu zangu, ingawa sikufanya neno kinyume cha watu wetu, wala neno lililopingamana na desturi za baba zetu, alitiwa katika mikono ya Warumi, hali nimefungwa tokea Yerusalemu. Na hao walipokwisha kuniuliza walitaka kunifungua, kwa maana hapakuwa na sababu yoyote kwangu ya kuuawa. Lakini Wayahudi walipotoa hoja juu ya shauri hili, nalishurutishwa kutaka rufani kwa Kaisari, si kwamba nalikuwa na neno la kuwashitaki watu wa taifa langu. Basi kwa ajili ya hayo nimewaita mje kunitazama na kusema nami, kwa maana nimefungwa kwa mnyororo huu kwa ajili ya tumaini la Israeli. Wale wakamwambia, sisi hatukupata nyaraka zenye habari zako kutoka Uyahudi, wala hapana ndugu hata mmoja aliyefika hapa na kutupasha habari au kunena neno baya juu yako. Lakini tunataka kusikia kwako uonavyo wewe, kwa maana katika habari za madhehebu hiyo imejulikana kwetu kwamba inanenwa vibaya kila mahali. Nini tunavyofundishwa hapa? Yesu alikuwa pamoja na Paulo, alikuwa anatembea akishuhudia matendo makuu, kudhihirisha kwamba kushtakiwa kwa Paulo hakukuwa na kosa lolote. Ndivyo ilivyofanyika hata kwa mitume wengine ambao walijenga injili ya Yesu Kristo kwa nguvu nyingi. Waliteswa, walisumbuliwa na watu, kutumiwa na shetani, maana shetani ni roho, ili kupinga mamlaka ya Yesu Kristo. Lakini mamlaka iliishi mpaka sasa hivi inaishi, na nguvu za shetani sasa hivi ziko kuzimu.
zote. Hakuna jambo litakaloinuka na likafanikiwa kwa sasa hivi. Watajaribu wanadamu ambao ni mawakala wa shetani, lakini watashindwa kwa sababu Yesu anatawala kwa upana sana sasa hivi. Amekamata pande nne za dunia. Amekamata pepo zote za dunia, na ulimwengu wote uko chini ya mamlaka yake. Kudhibitisha Yesu, kama we bado hujamwamini, ni wakati wa kumwamini. Tena enda miguu yote, ukafanye kweli, ukatende haki kama jinsi neno lake alivyoshauri katika injili zake 4. Siri ya 4, Paulo ahubiri Rumi. Wakiisha kuagana naye siku, wakamjia katika nyumba aliyokaa watu wengi sana. Akawaeleza kwa taratibu na kushuhudia ufalme wa Mungu, akiwaonya mambo yake Yesu kwa maneno ya sheria ya Musa na ya manabii tangu asubuhi hata jioni. Wengine waliamini yale yaliyonenwa, wengine hawakuamini. Na walipokuwa hawapatani wao kwa wao, wakaenda zao. Paulo alipokwisha kusema neno hilo moja, ya kwamba Roho Mtakatifu alinena vema na baba zetu kwa kinywa cha nabii Isaya, akisema, enenda kwa watu hawa ukawaambie, kusikia mtasikia wala hamtafahamu, na kuona mtaona wala hamtatambua. Kwa maana mioyo ya watu hawa imepumbaa, na masikio yao ni mazito ya kusikia, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, na kusikia kwa masikio yao, na kufahamu kwa mioyo yao, na kubadili nia zao, nikawaponya. Basi ijulikane kwenu ya kwamba wokovu huu wa Mungu umepelekwa kwa mataifa, nao watasikia. Alipokwisha kusema hayo, Wayahudi wakaenda zao wakiulizana mengi wao kwa wao. Akakaa muda wa miaka 2 mizima katika nyumba yake aliyokuwa ameipanga. Akawakaribisha watu wote waliokuwa wakimwendea, akihubiri habari za ufalme wa Mungu na kuwafundisha mambo ya Bwana Yesu Kristo kwa ujasiri mwingi, asikatazwe na mtu. Nini tunafundishwa hapa? Paulo alizidi kushuhudia bila uoga, kwa sababu alikuwa anatembea na mamlaka 3. Alikuwa na Yesu ndani, alikuwa na Mungu ndiye aliyeumba mbingu na dunia. Hata hivyo, tunaposoma shuhuda hizi, tunafundishwa hata sisi tumwamini Yesu Kristo na tushuhudie watu bila uoga, kwa ujasiri, kwa sababu tunatawala pamoja na Yesu Kristo, ili watu wapone na kubadilika na kuacha wizi na kuacha rushwa, kuacha uzinzi, kuacha uongo, kuacha tabia za kutosamehe, ili watu wapate kuokoka. Maana pasipo kuyatenda matendo yale, kuokoka sio rahisi. Sio rahisi kwa sababu pasipo kubadilika, pasipo kutubu, pasipo kuomba nguvu ya Yesu Kristo, maisha yako kuurithi uzima wa milele sio rahisi. Ni wakati wa kutubu na kumwelekea Yesu Kristo ili tupate kupona. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.